Leo tumekuja ofisi za TANROADS mkoa kwa ajili ya kutoa elimu ya homa ya ini kwa watumishi wanaofanya kazi katika ofisi za TANROADS mkoa wa Tabora. Cha kwanza kabisa waweze kujikinga kuhusiana na homa ya ini, lakini vile vile waweze kukinga wenzi wao kwenye homa ya ini, lakini vile vile kama watu watagundulika na maambukizi ya homa ya ini, basi ajue kwamba kwa sehemu fulani homa ya ini inatibika na matibabu yake yanapatikana katika hospitali ambazo ziko chini ya Wizara ya Afya. Tumefanya seminar, tunaweza tukaita ni seminar au mafunzo ya topic mbili ya namna ya kupunguza au kuondoa msongo wa mawazo na ya homa ya ini. Ni desturi kama utawala kwamba kwa sababu watu wao au wafanyakazi ndio wanaopandisha pato la taifa, kwa sababu mtu kama ni mzima anafanya kazi vizuri, maana yake anaongeza pato la taifa kwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinasababisha output, yani tuseme matokeo yashuke, ni mtu kuwa na stress, kwa sababu akiingia pale akiwa na stress hazalishi chochote ambacho ni countable. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa sababu stress, mtu yoyote ana stress, lakini inategemea, zinatofautiana tu, huyu ana stress ya kiwango gani, kwa sababu stress inakuja at any time t. Kwa hiyo sisi tulielekezwa pia, na ni desturi ya taasisi pia, na ni maelekezo ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba watu ni lazima wapate mafunzo ya kupunguza stress, kwa sababu anafahamu watu wakiwa na stress mwisho wa siku uchumi unashuka. Homa ya ini ni ugonjwa ambao unaua sana na ni ugonjwa ambao hauna muda mrefu. Kwa hiyo elimu ni lazima watu wapate ili wajue ugonjwa wa homa ya ini na dalili zake na namna ya kujikinga, na kutoa hofu wananchi kwamba ugonjwa tiba ipo. Kwa hiyo sasa wapate mafunzo ili wajue dalili za homa ya ini ni zipi, na mtu akipata homa ya ini hatua ipi afuate. Nimepata ufafanuo zaidi kuhusu masuala ya stress management, how to manage stress to prevent, ambayo inanisaidia kwamba nikiwa na stress ninaweza kufanya mazoezi, kula vyakula, kupata ushauri wa daktari endapo stress inapokuwa iko juu. Semina hii kwetu imekuwa na manufaa makubwa kwa sababu katika utendaji wetu wa kazi tunakutana na mambo mengi ya kifamilia, lakini masuala ya kazi. Hivyo kutokana na maisha yetu ya kazi na muda mwingi kutumia tukiwa kazini, inatusaidia kuweza kuongeza ufanisi wa kazi kwa watumishi wetu. Lakini pia hata katika nyanja ya familia inatusaidia pia pale tunapokuwa nyumbani kuweza kuona namna gani tunaweza kuishi na familia zetu wakati huo tumetoka katika majukumu yetu ya kikazi karibu masaa mengi. Hivyo semina hii imekuja kwa wakati mwafaka kwa sababu kubwa ambazo watumishi wetu tumekuwa kukutana nazo, na hivyo kuanzia sasa tunategemea matokeo chanya, kwa sababu wanapata kuelewa namna gani ambavyo wanaweza kuondoa msongo wa mawazo mahala pa kazi, lakini pia hata nyumbani. Mental health imekuwa ni shida sana na watu wengi wanaumwa bila kujijua. Lakini kitu kingine ni huu ugonjwa wa homa ya ini. Homa ya ini imekuwa ikimaliza watu wengi bila kujijua. Ni ugonjwa ambao watu wengi hawajauchukulia userious sana, lakini ni ugonjwa ambao ni hatarishi. Yaani mtu anakuja kushtuka paka pale ambapo hali imeshakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo mimi ninachotegemea ambacho kitu cha leo tulichokipata, unajua ukipata elimu wewe na jamii inayokuzunguka imepata elimu pia. Kwa hiyo mimi kama mimi leo elimu niliyoipata, najua familia yangu pia inaenda kunufaika kupitia elimu hiyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.